Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya pili ya simulizi inaitwa Kwenye Tumbo la Bahari, iliyoandikwa na mtunzi Amani Kigoye. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Maxi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama unakumbuka vizuri, sehemu ya kwanza tulipoishia ilikuwa ni pale ambapo Bwana Yona na kumbe alikuwa anaota ndoto, na mara baada ya kustuka akajikuta yuko pale ufukweni na amepewa ruksa kwamba aende tu kuogelea baharini. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya pili. Taratibu walimwachia na yeye sasa akiwa ananyanyuka, na huko alikuwa jiamini kama kweli alikuwa ameruhusiwa kwenda kuogelea. Alipojitizama katika mwili wake alijiona bado alikuwa amechafuka na kugandiana na damu. Ndipo sasa alipojipatia moyo ya kwamba kweli alikuwa anahitaji kwenda kuoga baharini ili kusudi kuondoa nuksi ambazo alikuwa nazo. Alianza kutembea kwenda baharini, na huko alikuwa anajitazama tu na kuitazama bahari. Hata kabla hajafika karibu kabisa na maji, lilikuja wimbi na kisha kumpiga miguuni kama kumsabahi na kumkaribisha ya kwamba alikuwa anakaribishwa kuingia kwenye maji. Hakutaka hata kuvua nguo zake. Mzima aliingia kwenye maji, na huko alikuwa anashusha pumzi kwa sababu alikuwa anahisi baridi kutokana na ile asubuhi. Yona alianza kuogelea tu huko na wakati huo ndugu zake walikuwa wanamtazama tu yeye, na wengi walikuwa wanafurahia tu, na wengine walikuwa wanamshangaa mara baada ya kuona alikuwa anajua kuogelea. Aliendelea kuogelea tu, na huko alikuwa anajisafisha ule uchafu uliokaribia mpaka kuganda kwenye ngozi na kwenye nywele zake. Pia alisha kwamba usiku wa jana aliweza kunawa kichwani. Aliogelea mpaka pale wavuvi walipoanza kuwasili ufukweni na ngarawa zao sambamba na boti zao ndogo, na huko alikuwa amebeba shehena za samaki pia. Mzee Nolo alianza kupokea samaki kutoka kwa wavuvi, na waliokuwa wanampatia samaki hizo kama heshima walikuwa wanafanya hivyo kila ambapo alikuwa anamkuta ufukweni mzee huyo. Lakini wasipomkuta basi walikuwa wanaendelea na biashara zao tu, na kila ambapo alikuwa anapewa samaki na wavuvi basi mzee huyu alikuwa anamwombea na kumfanyia tambiko dogo, na kisha namruhusu kuendelea tu na biashara zake za samaki. Na ilikuwa hivyo kwa kila mvuvi aliyokuwa anafanya hivyo, na wao walikuwa wanasema kwamba walikuwa wanapewa baraka na chifu wao. Kwa hivyo sasa walikuwa naamini kama utapewa baraka na kiongozi huyu mkubwa, basi shughuli zako zitakwenda vizuri kila ambapo utakapokuwa unaingia baharini. Mwisho wa siku Yona alikuwa anatakiwa kutoka baharini, na alikuwa ameandaliwa nguo za asili pale ufukweni na kutakiwa kubadilisha zile ambazo alikuwa nazo. Alikwenda katika eneo la maficho, na kisha alibadilisha na kuvaa zile nguo za asili ambazo alikuwa amepewa na babu yake, na kisha akarudi kule ambako alikuwepo wenzake. Wote walikuwa wanamtazama tu, na huku alikuwa anacheka kwa sababu alikuwa anaonekana kabisa zile nguo zilikuwa zinampatia shida kwa kujitazama kila mara, na hata kutembea kwake kulibadilika Bwana Yona. Safari ya kurudi nyumbani ilianza, na walikuwa wakirudi nyumbani, na huko alikuwa anaendeleza tu maongezi hapa na pale, na kila ambapo alikuwa anakutana na mwanakijiji alikuwa anamtolea heshima za utiifu kabisa Yona kutokana na mavazi ambayo alikuwa ameyavaa. Waliendelea tu kutembea mpaka walipofika nyumbani, na Yona kutakiwa kuingia ndani kwenda kuvua zile nguo za jadi na kuvaa nguo zake ili kusudi mambo mengine yaweze kuendelea. Una damu kali sana Yona, alisikika mzee Nolo akiwa anazungumza vile na Yona. Kwa nini unasema hivyo mzee? Damu yako ni kali sana, hutakiwi kabisa kukaa muda mrefu ndani ya bahari. Sijakuelewa babu anamaanisha kitu gani? Usijali, kwa sababu kwa sasa haina maana yote, kwa kuwa wewe sio mvuvi basi haina shida, alizungumza pale mzee Nolo, na huko alikuwa anavuta tumbako ambayo hii ilikuwa kwenye kiko. Kwa mfano sasa babu, siku nikihitaji kwenda kujua na jinsi gani wanavovua, je, ili waje sasa? Basi tu unajua tena babu, vijana wa siku hizi huwa tunapenda sana kuweka historia ya kwamba nilishawahi kufanya kitu fulani, na ndio maana muda mwingine huwa mnafanya makosa kwa kukutana na matatizo ili mradi tumpate cha kusimulia. Hapana babu, ni kwa sababu tu tunapenda kujifunza. Sawa, sikatai, kwa sababu kitu kikubwa ambacho mimi nimejifunza kwenye maisha ni kwamba bado kuna vitu vingi ambavyo ninavyohitajika kujifunza. Kwa maana hiyo ni kwamba siwezi kupingana na wewe. Lakini je, umeshawahi kujiuliza kwamba kila jambo linafaa kujifunza?
Aliguna tu Bwana Yona na huku alikuwa anamtazama babu yake kwa mshangao kidogo. Nijibu swali. Sio kila jambo babu, ila kwa sasa kuna lazima gani wawe kujifunza kuvua samaki? Babu alidakia vile hata kabla Yona hajamaliza kuzungumza kauli yake ile ambayo alikuwa anahitaji kuzungumza. Ipo babu, lakini kuna muda mwingine pia naweza kusema kwamba hakuna. Basi la maana kwako ni kwamba usije ukajaribu kushindana na uhalisia, sawa? Kwani kwa kufanya hivyo jua ya kwamba kabisa kwamba ipo siku utashindwa kabisa na kufeli. Alizungumza pale babu na kisha kuweka kiko yake mdomoni na kuvuta moshi wa kutosha, na baadaye alimtazama kichwa Yona na kumpulizia moshi kichwani mwake. Yona hakuwa na mshangao kwa sababu alikuwa ameshaanza kuzoea masuala kama hayo ya mila. Alinyanyuka na kisha kutaka kwenda ndani kwa sababu alikuwa ameshachoka kukaa pale nje ya nyumba na babu yake. Hata muda ule pia ulikuwa umekwenda sana. Unakwenda kulala au? Ndio babu, maana nimechoka sana. Wanasema kwamba ni vibaya kulala wakati jua linaelekea kuzama. Kwa nini unasema hivyo babu? Sio kila jambo lina sababu, mengine unatakiwa kuelewa hivyo tu basi. Alizungumza vile babu na huku alikuwa na tabasamu na macho yake yalikuwa kwa Yona. Basi sawa babu, kwani naweza kwenda ufukweni? Unaweza kwenda tu, lakini sidhani kama ni salama kwako kuoga jioni hii. Yona alibaki alikuwa anamtazama tu babu yake na kisha aliondoka zake kwenda ufukweni, na kwa kuwa hawakuwa mbali na bahari hata haikuchukua muda mrefu sana kufika pale baharini. Alikutana na ngalawa nyingi kwelikweli za wavuvi wakiwa wanaandaa nyavu zao, na wengine walikuwa wanaendelea tu kuzikagua ngalawa zao kama ziko sawa ama zilikuwa zina matatizo waweze kuzirekebisha hata kabla ya kuingia baharini. Wavuvi wengi huo muda wa jioni ndio ulikuwa ni muda wao wa kujiandaa kuingia baharini, kwa sababu muda wa usiku ndio ulikuwa ni muda mwafaka kabisa kwa kuvua samaki wengi na kwenda kwenye kina kirefu cha bahari. Mchana walikuwa navua baadhi ya wavuvi tu, na mara nyingi walikuwa hawakwenda mbali na fukwe kama ilivyo usiku, na walikuwa wanapata samaki wachache sana ambao hawa hata kimauzo sokoni walikuwa wana bei kubwa, kwa sababu hata raia wa kawaida walikuwa naweza tu kuwavua kwa ndoano. Wakati Yona amesimama tu kando ya bahari akiwatazama wavuvi wakiendelea kuandaa vyombo vyao na nyavu zao, mara akawa na watu watatu walikuwa na sukuma ngarawa zao kuelekea baharini. Yona alipowatazama kwa makini akaja kumjua mmoja ambaye huyu alikuwa ni Bwana Bakari. Haraka Yona sasa alikwenda kuwasaidia kuvuta ile ngarawa, na huko alikuwa anamtazama Bakari ambaye huyu alikuwa anaendelea tu kuwahimiza wenzake waendelee kutumia nguvu kwa sababu ilibakia kidogo tu wayafikie maji. Bado kidogo tu jamani, msichoke. Bakari alikuwa anazungumza pale na huko alikuwa anaendelea kuvuta. Lakini mara baada ya muda kidogo sasa waliona ngarawa yao ilikuwa nyepesi, na walipokuja kutazama kwa makini walimuona Yona alikuwa anawasaidia sasa kusukuma naye. Jamani, unataka kutupatia kesi wa kijana? Alisikika vile mvuvi mmoja na mwenzake na Bakari akiwa anazungumza na huko alikuwa anamtazama Yona. Kuna tatizo kwani? Mjukuu wa chifu ni vibaya sana kufanya kazi sambamba na watu wa kawaida. Bakari alizungumza vile na huko alikuwa anakwenda kusimama alikokuwa amesimama Yona. Muda ule ngarawa yenyewe ilikuwa imeshafika baharini na ilikuwa inaelea tayari kuashiria kwamba iko tayari kwa safari kwenda baharini. Lakini mimi nilikuwa nawasaidia tu jamani. Sawa, lakini unaona wenzako kule? Bakari alizungumza vile na huko alikuwa anamwonyesha Yona kwenye ngarawa ambayo hii ilikuwa inaanza kuondoka kwenye ufukwe. Yona alitazama kwa makini na kugundua kwamba walikuwa baba zake wadogo na baadhi ya kaka zake sambamba na wadogo zake wa kiume wengine. Ndio ina maana gani hiyo? Wao wanatakiwa kufanya kazi kwenye chombo chao tu na sio kushanganyikana na watu wengine. Kwa nini sasa imekuwa hivyo? Aliuliza vile Yona kwa mshangao kweli. Kwa sababu nyinyi na watu mlioumba na baraka, kwa hivyo sasa mkisema kwamba mchanganyikane na sisi mnakuwa mnatengeneza nuksi kubwa karibu yenu. Mimi sina imani kabisa na maneno kama hayo. Nani aliyethibitisha swala kama hilo? Mara nyingi ni kwamba damu za kichifu zikichanganyikana tuna watu wa kawaida, basi hata bahari inakuwa na hasira na lazima kuna dhoruba itatokea. Yona alishakuguna tu na huko alikuwa anatazama ngalawa ya baba zake wadogo ikizidi kukata mawimbi. Yona alikuwa anatazama kwa muda na huko alikuwa anatamani siku moja na sasa aweze kwenda, kwa sababu ilikuwa inamvutia kweli moyoni mwake kuingia baharini.
Jamani, twende, washafika eneo la kuachana tayari. Alisikika mvuvi mwingine alikuwa anazungumza vile na huko alikuwa anapiga makasia kwenye ngarawa na kisha kuidandia. Haya bwana Yona, tutaona na kesho asubuhi. Natamani ni kukuta ufukweni kusudi na kupatia zawadi ya samaki kwa ajili ya supu. Nipokea baraka zako mjukuu wa chifu. Yona hakujibu zaidi, alikuwa anazidi kurudi nyuma tu na kuacha ngarawa yake na Bakari ilikuwa anazidi kuenda majini na kupokelewa na mawimbi ya wastani yaliyofanya sasa na wao wadandia na kuanza kusogeza taratibu makasia yao. Yona aligeuza macho kwenye ngarawa ya ndugu zake na kumaki akiona tanga jeupe kabisa lilikuwa linapepea hewani kwa upepo wa bahari. Alitulia zake tu ufukweni na huko alikuwa anazidi kuwa na wavuvi wanaozidi kukibizana na ngalawa zao kwenda baharini, kuashiria kwamba sasa muda wa kuvua samaki ulikuwa umewadia. Utaratibu uliokuwepo hapo ni kwamba hakuwa na wavuvi wanaotakiwa kwenda baharini kabla ya chombo cha watoto ama wajukuu wa chifu hakijatangulia kufanya hivyo. Na kama mtu yoyote atakwenda kinyume na hivyo, basi wanakuambia kwamba hatorudi akiwa mzima kabisa kwa dhoruba atakalokutana nalo huko baharini. Kwa hivyo sasa walipoona ngarawa ama jahazi ya watoto wa chifu lilikuwa limeshatangulia na kufika mbali, ndipo wavuvi wengine walipoanza kukibizana kuingia baharini. Hapo sasa inakuwa fungulia mbwa. Kila mtu anaweza akajichagulia huko na kusubiria eti fulani atangulie. Yona alikuwa anaendelea tu kutazama kwenye fukwe na alichokuwa nakiona kwa bahari ilikuwa ni matanga meupe tu ambayo haya yalikuwa yanapepea kila kona na kufanya kama maua hivi ambayo haya yalikuwa yanapamba na kupendeza machoni mwake. Alitazama kwa muda pale ufukweni akiwa anatazama tu jinsi ngarawa zilivyokuwa zinayoma na mpaka baadaye zikapotea kabisa machoni mwake, na hata giza nalo lilikuwa limeanza kuingia na kumfanya Yona anyanyuke na kisha kurudi nyumbani. Umeona kitu gani cha tofauti? Bibi mtu alimuuliza vile Yona na alikuwa anampatia bakuli la maziwa mgando. Ni mengi tu nimejifunza bibi. Vizuri kama umeweza kujifunza mambo mengi kwa wakati mmoja. Unahisi kuna jambo moja kubwa nilokuwa natakiwa kujifunza kabla ya mengi ambayo nimeona bibi? Hapana, lakini kuna kitu kimoja tu ambacho ulikuwa unataka kujifunza, nadhani kingekusaidia hata pindi utakaporejea mjini. Ni kitu gani hicho bibi? Aliuliza vile Yona na huko alikuwa anakaa vizuri kwenye kiti. Haujajua ni kwa nini kuna madaraja kwenye maisha ya wanadamu? Madaraja? Ndio somo kubwa ambalo baba yako alikuwa anahitaji ukajifunze leo kule ufukweni. Yona alikuwa anaonekana kufikiria na kisha alitulia na kukata funda moja kubwa la maziwa na kutulia tena. Na huko alikuwa anaendelea tu kuzungumza na bibi yake huyo. Yalikuwa ni mazungumzo ya bibi na mjukuu wake. Lakini bibi alikuwa anaonekana sasa kumwelekeza mambo mengi Yona, na mengi kati ya hayo yalikuwa ni kuhusiana na mafunzo ya mafumbo anayopewa na babu yake. Hivi bibi, babu anamaanisha kitu gani anaposema kwamba mimi ni damu kali sana, sitakiwi kabisa kukaa baharini kwa muda mrefu? Unahisi ni kwa nini amesema hivyo? Bibi naye sasa akarudisha swali kwa bwana Yona. Mimi sijui kitu kabisa bibi, na ndio maana nimeamua nikuulize wewe. Mimi sina majibu ya hilo swali, lakini vile ambavyo najua mimi majibu yote unayo wewe mwenyewe. Mimi tena? Aliuliza vile bibi kwa mshangao kweli. Shida yako babu ni kwamba hujiamini kabisa wewe. Bibi bwana, hebu kwa serious basi. Ndio niweje hivyo? Yaani waache utane, kwa mkweli tu nieleze. Kesho asubuhi nifuate nitakupatia majibu. Bibi alijibu vile na huko alikuwa anaendelea tu na kazi zake, na huko alikuwa anamwacha Yona alikuwa anamshangaa tu na bakuli lake la maziwa. Umekosea sana, ukopaswa kabisa kuchagua njia kama hii. Ilisikika kelele ya mwanamke ambaye huyu alikuwa ni mchafu, na huko alikuwa ameyatoa macho yake na utumbo wake ulikuwa umechomoka tumboni ukisindikizwa na damu. Yona alimaki alikuwa anashangaa tu na huko sijui kabisa yuko wapi pale, kwa sababu alikuwa anajiona kama yuko msituni na vumbi lilikuwa linatemka kila kona ya miti. Alipomtazama kwa makini huyo mwanamke alikuja kugundua kwamba hana miguu wala haonekani kama alikuwa amesimama ardhini. Alikuwa ni kama anaelea hewani hivi ama angani. Gauni lake lilikuwa linapepea tu kwa upepo. Yona alikuwa anaendelea tu kumshangaa kwa sababu hakujua kabisa alikuwa ametokea wapi, na hata sura yake ilikuwa haieleweki kabisa na hajawahi kabisa hata kumuona kwenye maisha yake ya kawaida. Umepotea kabisa kijana, na kuambia kwamba umepotea. Hauna maisha marefu kabisa, umekosea kabisa machaguo.
Sauti ilikuwa inazidi kupaa hewani tu, na kwa vile ilikuwa ni usiku, basi ilisafiri na kwenda umbali zaidi kiasi kwamba hata mtu uwe mbali kiasi gani basi ungeweza kuisikia vizuri tu sauti hii. Kaka Yona, kaka Yona. Ilisikika sauti ya mdogo wake na mtoto wa shangazi yake ambaye huyu anaitwa Bitizani alikuwa anamuita Yona. Oh, naam. Yona alistuka na huku alikuwa na hema kwa uoga kweli kweli. Samaki wako huyu hapa amenipatia kaka Bakari. Alizungumza vile binti huyu na huku alikuwa anamkabidhi samaki bwana Yona. Oh, sawa, kampe basi bibi anitengenezee supu. Alizungumza vile Yona na huku alikuwa anajinyosha pamoja na miayo ya hapa na pale. Yule dogo alitoka chumbani kwa Yona na huku alikuwa ameshikilia tu samaki wake mkononi na kumwacha Yona alikuwa anajishangaa kwa sababu hakuwa ameelewa kabisa ni ndoto gani aliyokuwa ameiota. Na mbona hizi ndoto za ajabu ajabu zinaniandama kama hivi? Alikuwa anajiuliza vile bwana Yona na huku alikuwa anajishika kichwa mwenyewe. Alitulia kwa muda kitandani, lakini ghafla akahisi kama kulikuwa na kitu kilikuwa kinajikusanya kwenye pembe ya chumba chake. Na alipotazama kwa makini aliona kama kulikuwa na moshi mweupe ulikuwa unajikusanya kwenye kona na kupatia taratibu. Yona alitazama ile pembe na mwisho wa siku alipotea na kisha kunyanyuka na huku alikuwa amechoka kweli kweli. Sijui hata hii ndoto inamaanisha kitu gani. Yona alikuwa anaendelea tu kujiuliza maswali na huku alikuwa anatoka nje. Yalikuwa na majira ya jioni kabisa na kijana wetu Yona alikuwa anaonekana kulandalanda ufukweni na huku alikuwa na baba zake wadogo ambao hawa walikuwa wanaandaa mashua yao kwa ajili ya kwenda kuvua kwa usiku wa siku ile. Natamani sana siku moja na mimi niwe miongoni mwenu. Yona alizungumza vile na huku alikuwa anampatia babake mdogo nyavu ambayo hii ilikuwa kwenye mchanga. Haupasi kabisa kutamani shida ikiwa unaishi kwenye raha. Unamaanisha kitu gani? Sina maana yote zaidi ya kukutaka tu pumzike kwa sababu ni muda wako kufanya hivyo. Lakini muda ukifika wa kufanya hivyo hakuna ambaye atakuzuia. Kwa sababu siku zote muda ndio hakimu na jaji wa kila kitu hapa duniani. Kabla ya kwenda kukutana na jaji mwenyewe kabisa sasa aliyeumba dunia. Lakini sio vibaya kuwa na tamaa ya mambo mazuri. Najua ndio. Lakini siku zote matamanio yetu huwa yanatamani vikombe vya dhahabu. Alizungumzia vile kisha alinyanyuka na kuanza kuisuka vizuri nyavu yenyewe. Yona alikuwa anaonekana kutoelewa kabisa maneno ya babake mdogo huyu na kujikuta alikuwa anajiuliza maswali mengi kichwani. Alikuwa kila mara anaitazama tu bahari na kuzidi kuvutiwa na yale mawimbi yake ambayo haya yalikuwa nakuja ufukweni na kupiga kelele iliyoambatana na upepo wa manana ambao huu ulikuwa unamburudisha sana bwana Yona. Kikombe cha dhahabu? Yona alijikuta alikuwa anauliza swali mara baada ya dakika kadhaa kupita. Baba yake mdogo alimtazama tu na kutabasamu kwa sababu hata yeye aliyezungumza alikuwa amesahau kabisa kama alikuwa amezungumza neno kama hilo. Yaani bado uko tu na hilo neno? Ndio. Linakumiza sana kichwani. Ndio kwa nini mmekuwa ni watu wa kuzungumza mafumbo tu kila mara? Biblia peke yake ndio yenye mafunzo ya mafumbo. Lakini binadamu ama ulimwengu hukufundisha kwa lugha ambayo imenyoka kabisa. Alizungumzia vile na huku alikuwa ananyosha mkono wake kusindikiza neno la kunyoka. Yona alishakuguna tu. Ni kitu gani ambacho hujaelewa labda naweza nikakusaidia kukuelewesha? Sijaelewa kabisa ule maanisha kitu gani niliposema kwamba kikombe cha dhahabu. Siku zote binadamu tumekuwa ni watu ambao tunatamani vitu ambavyo hatunavyo. Na wale ambao walichonacho pia wanatamani wasiwe navyo. Nani ambaye hatamani kabisa kutoka na kitu jamani? Wengi tu, mmoja wapo ni mimi hapa. Ndio kikombe cha dhahabu ama? Kikombe cha dhahabu kinakuaje? Ni pale wafu wanapokiwa na kiko kwa mbali basi wanatamani kushindana na mmoja wao akipata bila kujua ndani yake kimebeba kitu gani. Sasa na yule ambaye yuko nacho anatamani hata kukitupa kwa sababu ameshajua kinataka gani ndani yake. Mfano mzuri ni umaarufu. Kila mtu anatamani sana kuwa maarufu. Lakini hajui kabisa matatizo ya kuwa maarufu na siku akiwa maarufu atajikuta alikuwa anatamani sana asingekuwa hivyo. Sasa ndio wewe unayetamani kwenda kuvua wakati wavuvi wenyewe hawatamani kabisa kuendelea kuvua.
kutokana na adha na shida ambazo anakumbana nazo huko baharini. Yona alitulia na kisha kubaki alikuwa anamtazama tu babake mdogo, lakini hata kabla hajazungumza kitu alikuja kaka yake na kisha kumshika begani na kisha akapiga kidogo na kwenda ndani ya ngalawa na kisha kuanza kupanga vitu vyao. Nenda nyumbani, lakini kesho nataka nikuletea pweza kusudi upate kunywa supu yake ambayo huko mjini mnaitafuta kwa gharama kubwa. Yona hakuwa na jinsi, alianza kupiga hatua kurudi nyumbani na huko alikuwa na wacha ndugu zake walikuwa wanamaliza kujiandaa kwenda baharini. Yona, mambo vipi? Alisikika Bakari alikuwa anamsalimia vile na huko alikuwa anawahi kwenda kuwasaidia wenzake kuandaa nyavu zao. Safi, tunaona leo kama umechelewa eh? Nilikuwa namalizia shughuli kidogo nyumbani kwangu na mbana nimechelewa kidogo. Basi sawa, nikutakia kazi njema kaka eh? Sawa, nashukuru. Vipi lakini samaki ulimpata jana? Ndio nilimpata, nashukuru sana kaka. Haya basi nikutakia jioni njema. Alizungumza vile kisha akawa anakwenda kwa wenzake na kumwacha Yona alikuwa anazidi kupiga hatua kwenda nyumbani kwao. Yona alifika nyumbani lakini alikuwa ameshuka kweli kweli kuwa mnyonge sana, mpaka baba yake akabaki alikuwa anashangaa. Babu, vipi mbona umenyongea kama hivyo? Mazingira yamekuchosha ama? Hapana babu. Sasa shida kitu gani? Nilikuwa natamani sana siku moja na mimi ni wa miongoni mwa ndugu zangu wanaokwenda kuvua baharini babu. Hilo tu basi? Ndio babu. Haya, shika hii hapa. Alizungumza vile babu na alikuwa anampatia kipande cha nguo na kumfanya Yona baki alikuwa anashangaa tu. Nenda kampatia babako mdogo, atakuwa ameshaelewa na wewe utaungana nao. Alizungumza vile Yona na alikuwa anampokea kile kipande cha nguo na kisha kushangaa tu. Wahi kabla hujaondoka. Haraka haraka bwana Yona sasa alitimua mbio kwenda baharini akiwa naamini kabisa kwamba atakwenda kukutana nao ndugu zake na yeye apate kuungana nao. Alikuwa mwenye furaha kweli kweli, kwa sababu alikuwa anaona kwamba ndoto yake ambayo alikuwa anaota kila siku ile kwenda kutimia. Alifika ufukweni vizuri na kisha kutazama kila kona. Hakuweza kuiona ngalawa ama mashua ya kwao. Alipotazama kwenye maji akaona ndio zile zinazidi kukata mawimbi kuelekea baharini. Alihisi kuchanganyikiwa na kuwa mtu asiyokuwa na bahati. Hapana, siwezi kabisa kuiacha nafasi kama hii nipite hivi. Lazima nitimize adhima yangu. Alizungumza pale bwana Yona na ukweli kwa nawahi ngarawa yake na Bakali. Vipi Yona, mbona mbio mbio tena? Wameniacha kaka. Akina nani? Ndugu zangu wameniacha. Kwani na wapi ulikuwa unatakiwa kuungana nao ama? Ndio kaka. Alizungumza vile Yona na ukweli kwa natoa kile kipande cha nguo ambacho alikuwa amepewa na babu yake mzee Nolo. Kwanza wakina Bakali walitazama na tu kama kuulizana mara baada kukiona kile kipande cha nguo ambacho alikuwa nacho mkononi Yona. Lakini wameshaondoka mbona? Najua ndio, lakini nilikuwa naomba mnisaidie. Unadhani ni msaada gani ambao sisi tunaweza tukakupatia? Kwa sababu hawajafika mbali basi mnaweza kunibeba mpaka walipo na kisha mnanihamishia na ungana nao kwao. Kikubwa babu mwenyewe ameniruhusu basi. Bakari aliwatazama tu wenzake na kisha alimtazama tena Yona. Bakari, usijifanye kama hujui sheria. Unataka kusemaje? Yona aliuliza vile kwa make kweli. Hilo swala haliwezekani kabisa Yona. Rudi tu nyumbani mpaka kesho ndio utaweza kwenda na wenzako. Sizungumze na wewe, nazungumza na Bakari. Yona alizungumza vile kwa hasira kweli na huko alikuwa anataka kumsukuma yule mwingine aliyokuwa ameingilia maongezi. Haya sawa, twende. Bakari, lakini unajua kabisa kwamba ni matatizo haya. Sio mbaya, tunawahi pale tu alipo wao, mbona karibu tu pale. Msijali, mimi nitahusika kwa lolote ile ambalo litakuwa limetokea. Haya bwana. Wenzake na Bakari walikubali tu kishingo upande na Yona sasa aliingia ndani ya ngarawa. Watu waliingia ndani ya jahazi na safari ilianza, na kwa bahati nzuri sasa mashua majazi lao lilikuwa ndio la pili mara baada ya kuondoka janzi ya watoto wa mzee Nolo. Safari ilikuwa ni nzuri kwa sababu walikuwa naona mashua iliyokuwa mbele yao ambayo hii ndio hiyo waliokuwa natakiwa kwenda kumwacha Yona. Yona katika moyo wake alikuwa anaonekana ni mtu mwenye furaha kweli na uso wake ulikuwa unajaribu kueleza kile ambacho kilikuwa moyoni mwake, na muda wote alikuwa anatabasamu tu kuonyesha furaha aliyokuwa nayo moyoni. Alikuwa anaonekana alikuwa anatazama kila kona ya bahari na kuona jinsi mawimbi matulivu
yalivyokuwa yanawapokea na kuwalaki, na huku yalikuwa nafanya mashua yao kuneshanesha na kumfanya Yona kuwa mwenye furaha maradufu. Alipotazama nyuma, aliweza kuona mashua nyingine zilikuwa zinakuja kwa kusambaa kwenye uwanda wa pwani na kutengeneza hali fulani ya kupendeza machoni mwake hivi. Akaona hiyo haitoshi, ilimbidi sasa aweke mkono wake baharini na kuyachota maji, na kisha akayanyanyua kwa kiganja chake cha mkono wake na kuyamwaga tena baharini. Basi kwake alikuwa anajihisi raha kweli kweli, na huku alikuwa anacheka na kufurahi, na wakati ule wenzake pamoja na bahari walikuwa wanamtazama Yona, na huku alikuwa anasikitika tu. Kama ni simulizi hapa sasa ndio inaanza. Huko kote tulikuwa tunajaribu tu kukuweka tayari kwa ajili ya safari ndefu ya wiki jana wa kuitwa Yona kwenda kwenye tumbo la bahari. Hapa sasa ndio tunakwenda kuona na kupata maana ya jina la simulizi yetu, ambayo hii inakwenda kwa jina la kwenye tumbo la bahari. Je, tumbo la bahari limefanya kitu gani? Na ni kwa nini mtunzi wa simulizi hii ameamua kuita simulizi hii jina hilo la kwenye tumbo la bahari? Hebu acha kujiuliza maswali na kuumiza kichwa, kwa sababu majibu yote ndio yanakwenda kujibiwa na kujua maana kamili ya simulizi hii. Hapa tunakwambia kwamba hakuna kupoa wala kusubiria mtu tena. Kama umechelewa mpaka hapa, basi wewe unalo jambo. Lakini mwendo ndio umeanza na mchaka wa kuteseka na kusubirika mpaka mwisho. Nimekwambia huko mwanzo nilikuwa najaribu tu kuvuta tu ili kusudi tuliowaacha mjini watukute sisi tumeshafika kule Kasimbo, ili sasa safari ya kwenda kwenye tumbo la bahari tuanze wote. Na kama mpaka hapa basi hujafika kijijini Kasimbo, basi utakuwa una lako jambo tu na kututafuta lawama tu. Naomba kila mmoja achukue ngalawa yake ili kusudi safari iweze kuanza. Na kama uko pamoja na sisi, tuambie tu uko ngalawa ipi? Ngalawa ya bwana Yona ama ile ya ndugu zake Yona waliokwisha tangulia baharini, ama ndo hizi ambako ziko nyuma zinaifuata hii ngalawa tuliomo sisi? Kama bado, wahi boya pale kwa mzee Nolo, na kisha hakikisha anakupatia na kipande cha nguo, kwa sababu hata mimi nimeshapewa kibali changu. Nasikia hiyo ndio kitambulisho chako cha kupandia ngalawa. Na kama huna, basi rudi kwa mzee Nolo akupatie ndio uje. Na unatakiwa kuwahi sana ili kusudi usikute hata ngalawa ya mwisho imekuacha. Hii ndio simulizi mix bwana. Hatuache kitu, tushasafiri kwa treni na sasa tuko majini. Huko nadhani mara baada ya hapa tunaweza tukakusafirisha kwa ndege na simulizi nzima ikawa huko angani tu. Sasa sijui unakosa kitu gani mpenzi msikilizaji, kwa sababu kila usafiri unaotaka wewe hapa kwetu upo. Cha msingi ni kuendelea tu kuwa na sisi mpaka mwisho wa safari yetu, kwa sababu hisia zako ziko mikononi mwetu na tunakuahidi hatuwezi kabisa kukuangusha. Safari ilikuwa inaendelea tu, na kwa uzuri hata mashua ambayo alikuwa anaifuata ilikuwa karibu, na ndio ambayo alikuwa anatakiwa kwenda kumkabidhi Yona kwa ndugu zake hao. Kizuri walikuwa na Yona tu, na walikuwa na uhakika kabisa kwamba walikuwa nakwenda kuifikia na kumkabidhi mtu wao, ili kusudi kila mmoja aendelee tu na safari yake ya kwenda kuvua. Huko nyuma na kwa mashua nyingine zilikuwa zinazidi kusogea, na kwa hali ya taratibu alianza sasa kuiacha fuku ya kijiji cha Kasimbo na kuanza kuyasogelea yale maji meusi, kuashiria kwamba hata kina cha bahari sasa kilikuwa ni kirefu. Safari ilianza rasmi kabisa, lakini sasa cha ajabu ni kwamba ilikuwa ni shida kweli kweli kukifikia kile chombo cha watoto wa mzee Nolo, kwa sababu kila ambapo alipokuwa anazidi kusonga mbele ndivyo ambavyo alikuwa anazidi kukutana na mawimbi makubwa na mazito ya bahari. Mashua ilikuwa imechochea kweli kweli mwendo, na walipokuwa wanawaona wale wa mbele kwa karibu zaidi walikuwa nawapigia kelele kuwaita, lakini jamaa nao sasa walikuwa wanaonekana kwamba uko bize sana, hata hawakuweza kabisa kuwaona wala kuwasikia. Huko nyuma walianza kuona mashua za wengine zilikuwa zinazidi kupungua na kubaki chache. Haikuwa ni shida sana, kwa sababu ndio kawaida ilivyo pindi mnapozidi kwenda baharini zaidi, ndivyo watu wanavyozidi kuachana na kila chombo kufuata mahali pa kwenda kuvua. Hakukuwa na shaka yoyote kwamba eti kulikuwa na hali hatari kwenye bahari hii, kwa sababu hata bahari ilikuwa inaonekana kabisa kwamba iko shwari, na mawimbi japo yalikuwa nakuja makubwa ndio, lakini ilikuwa ni kawaida tu katika bahari. Mashua ya watoto wa mzee Nolo ilikuwa iko mbele kabisa, na mashua yake na Bakari yenyewe ilikuwa iko nyuma, na huko nyuma yao sasa zilikuwa zinaonekana kubaki mashua mbili tu. Nyingine zote zilikuwa zimeshapotelea kwenye sehemu zao ambazo hizi wao walikuwa wanaona kwamba huko ndiko watapata samaki. Yona ilibidi sasa aulize swali mara baada ya kuona kwamba nyuma yao zilikuwa zimebaki mashua mbili tu. Ipi hiyo?
Bakari akamuuliza vile. Yona hakutaka kuzungumza. Alichokifanya ilikuwa ni kugeuka nyuma tu na kuzitazama zile mashua mbili zilizokuwa nyuma yao, na huku zilikuwa zimeachana nafasi kubwa kutoka mashua moja hadi jingine. Ni kawaida sana mbona hiyo? Na hao na wenyewe pia itafika hatua hatutokuwa nao hao. Bakari alijibu vile kawaida tu na kumfanya sasa Yona kuondoa ule wasiwasi ambao walikuwa nao mwanzo. Ina maana kwamba watusikii kabisa ama? Jamaa mwingine alimuuliza pale Bakari. Hata kama watusikii vipi kuhusu kutuona pia? Mwingine naye sasa alidakia vile. Kutuona si imezoeleka, kila siku wanatuona. Kwani wanajua kwamba leo tunataka kuwapatia mtu maana kila siku wanatuona? Leo watajuaje kama tuna mtu wao nyuma? Bakari aliuliza vile. Kwa sasa tunafanyaje hapa? Kwa sababu hatuwezi kabisa kwenda naye huyo mtu mpaka katikati ya bahari. Tuongeze mwendo tu tuafikie. Bakari alizungumza vile na huko alikuwa anabadilisha uelekeo wa matanga na kufanya sasa mashua ianze kushika kasi kuenda kule ambako walikwenda ndugu zake na Yona. Yona alikuwa ametulia tu akiwa anatazama kile ambacho kilikuwa kinaendelea na hakuwa na wasiwasi wowote ule, kwa sababu alikuwa anajua kwamba ni kawaida tu, na ukizingatia alikuwa ameshatolewa wasiwasi na bwana Bakari. Mashua ilikuwa inazidi kuchachama kweli kweli na kufanya sasa mawimbi yao yanakatwa na kupiga kelele, na huku upepo ulikuwa unazidi kupuliza na kumfanya Yona afurahie kweli kweli hali ile. Yona aligeuka nyuma mara baada ya muda na alibaki alikuwa anashangaa tu, maana hakuona hata mashua moja nyuma yao ambayo hii ilikuwa inaonekana. Yeye alichokuwa nakiona ilikuwa ni bahari tupu, hakuna mtu yoyote ule. Hakukuwa na mashua wala dalili ya kisiwa wala nchi kavu nyuma yake. Sasa kichwani mwake na moyoni alikuwa anaanza kuanza ya kwamba ndio ikitokea wamepatwa na tatizo hapo katikati itakuwaje? Na watafanya kitu gani kusudi kuokoa roho zao? Kwa sababu kila kona walikuwa wamezungukwa na maji tu. Hapo ndipo sasa alipokumbuka maneno ya babake mdogo ya kwamba ile kazi hata yeye alikuwa anatamani kuiacha, na ni kazi ngumu ambayo hii inakufanya utembee na kifo mkononi muda wote. Yona alipotazama mbele aliona mashua ya babake wadogo ilikuwa inapotelea kwenye wimbi kubwa la maji, na huku ilikuwa ni kama mlima hivi. Alitulia na kisha kuwatazama wenzake waliokuwa wanaonekana kutokuwa na wasiwasi. Mara baada ya kuona hivyo, na sasa akajua ni jambo la kawaida tu. Lile wimbi nalo sasa likaanza kuwasogelea na wao walipo, na huku akiwa wako kwenye mwendo mkali kweli kweli majini. Tukipanda ile wimbi na hii kasi tulionayo, basi tutashuka na mwendo kasi mkali kweli kweli, na tutawafikia kwa sababu wao wanatembea kwa mwendo wa kawaida. Alisikika bwana Bakari alikuwa anazungumza vile na huko alikuwa anamtazama Yona. Ni kweli kabisa wimbi liliwafikia na wao pia, na mashua yao ilionekana kushtuka na kulipanda hewani, lakini cha ajabu ni kwamba walipokuwa hewani hawakuweza kabisa kuiona ile mashua ambayo walikuwa naifuata nyuma. Cha ajabu walikutana na kama wingu zito tu mbele yao. Lilikuwa ni wingu zito kweli kweli. Lilikuwa ni wingu kama la mvua hivi. Halikuwa ni wingu tu peke yake, bali lilikuwa linamulika miali ya radi kuashiria kwamba sasa bahari ilikuwa imechafuka na kulikuwa na hatari kubwa kweli kweli ndani yake. Shida sasa iliyokuwepo, walikuwa wako kwenye mwendo kasi mkubwa na walikuwa wanazidi kusogelea tu kwa haraka kutokana na mwendo ambao walikuwa nao. Tengua matanga kupunguza mwendo na ubadilishe mwelekeo. Alisikika vile jamaa mwingine alikuwa anapiga kelele, na huko alikuwa anahangaika na yeye kubadilisha uelekeo wa mashua. Ilikuwa sio kazi rahisi kabisa kwao kufanya jambo kama hili kwa haraka haraka na wafanikishe, kwa sababu wingu lenyewe lilikuwa limetanda kwenye eneo kubwa sana. Lilikuwa limechukua eneo la kama viwanja vitatu vya mpira kwa upana wake, na hawakujua kabisa sasa urefu wake walikuwa vipi, kwa sababu lilikuwa limetanda kuanzia angani na kuja kusimama juu ya maji. Kwa ufupi ni kwamba hawakuwa wanaona kabisa hata mwisho wa lile wingu na mwanzo wake ulikuwa wapi, kwa sababu lilikuwa limeunganika tu kutoka angani mpaka kwenye maji, na radi zilikuwa zinamulika tu kama vile zilikuwa zinawatahadharisha kwamba wako kwenye hatari kubwa kipindi watakapolifikia hilo wingu. Kadri mashua ilivyokuwa inazidi kusonga mbele kwenye ile wingu, ndivyo sasa walipokuwa wanaanza kupokelewa na upepo fulani ambao huu ulikuwa unazunguka kama vile kulikuwa na kimbunga hivi. Taratibu alionekana Bakari alikuwa anaacha kile ambacho alikuwa anafanya. Alibaki alikuwa anashangaa tu, na macho yake alikuwa ameyatoa kutazama lile wingu, na huku ule upepo ulikuwa unazidi kuongeza nguvu na kasi kweli kweli. Nini tena hichi? Jamaa yake na Bakari aliuliza pale mara baada ya kumwona Bakari yupo kwenye hali ile. Kimbunga cha Gando.
Bakari alijibu vile na huku bado alikuwa anashangaa kweli kweli. Kwanza wenzake wote waliposikia hilo swala walionekana kabisa walikuwa wameishiwa nguvu pale pale na kubaki wamedua. Hakuna hata mmoja aliyekuwa anatamani kuendelea tu kufanya kile ambacho walikuwa nafanya. Wakajikuta wako kwenye bumbuazi, na ili wasemewaji wastuke wabadilishe uelekeo, maskini ya Mungu alikuwa ameshaanza kuingia kwenye ile wingu nene zito lililokuwa na rangi nyeusi, na kulikuwa na miale ya radi ambayo hii ilikuwa nafanya kama moto uonekane ndani yake hivi. Kila mmoja ashikilie chombo kwa nguvu zake zote. Bakari alisikika akiwa anazungumza kwa sauti ya ukali, na huko alikuwa anashuka haraka kutokea kwenye ile milingoti na kushikilia matanga. Na huko alikuwa anaonekana kushuka haraka kutokea kwenye ile milingoti ya kushikilia matanga. Haraka haraka Yona alikamata mashua, na huko alikuwa ametoa macho yake na moyo ulikuwa na mdunda hatari kweli kweli. Ilikuwa sio tena safari ya furaha kwake, bali ilikuwa ni safari ya hatari na kifo mkononi. Walioshikilia mashua walishika, na wale waliokuwa wanahangaika japo kujitetea kuona kama wataweza kubadilisha uelekeo, basi walikuwa nafanya vile pia. Lakini wazungu siku zote huwa wanasema kwamba it's too late. Yani unamaanisha kwamba umechelewa na huwezi kabisa kuepuka ugonjwa wakati umesha kuingia. Cha msingi ni kuhangaika kuutibia tu. Mashua ilichukuliwa nzima nzima na upepo mkali, na kisha ikazukushwa kama mara 3, na baadaye ikaja kutulia sawa. Lakini ilikuwa imeshatinga katikati ya ile wingu zito, na kila mmoja alikuwa hana la kufanya. Alikuwa anasubiria tu miujiza ya Mungu tu kama ataamua kuwatoa salama ama la. Huyu alikuwa anapiga kelele, na huyu alikuwa anang'ang'ania mbao. Mwingine alikuwa anabaki kuchota maji na kuyatoa nje, ili mradi tu mashua isije ikajaa maji na nao wakazama. Lakini muda ule Yona sasa mwenyewe alikuwa ametulia tu na kuishikilia mbao ya mashua, na kwa macho yake alikuwa ameyatoa pima kweli kweli. Alikuwa hajitambui kabisa kwa muda ule kwamba alikuwa anawaza kitu gani. Ni mwendo wa radi tu muda wote, na upepo mkali uliokuwa unaisukuma ile mashua yao na kuifanya sasa hata kupoteza ule uelekeo wake, kwa sababu ilikuwa inazungushwa kama shilingi inayochezewa kamari. Hakuna hata mmoja aliyekuwa anataka kumsemesha mwenzake kwa wakati ule, kwa sababu kila mmoja alikuwa anawaza roho yake tu na uhai wake mwenyewe. Radi moja ikapiga na kwenda kulichana ile shuka jeupe lililokuwa kama tanga, na kwenda kuralua kabisa mbao kama nguzo ya ile mashua na kuchanika vipande viwili, na kisha ikaanguka usawa kule ambapo alikuwa amekaa Yona. Kipande kingine kilikwenda kuangukia kwenye maji na kuyarusha hewani hadi akaja kuingia kwenye mashua. Sasa kazi ikawa ni kuyachota maji na kuyatoa nje. Muda ule ndugu yetu Yona yeye alikuwa ametulia tu akiamaki, na kwanza sasa kuishi hali hatari zaidi kizidi kuwawinda. Yona, kamata kopa na kisha unatoa maji nje, alisikika Bakari alikuwa anamweleza vile Yona, na huko alikuwa anamrushia kopo. Haraka sana Yona alikamata ile kopa na kisha kuanza kuchota maji na kuyamwagia nje ya mashua, huko nako dhoruba ndio kama kwanza lilikuwa linaanza, kwa sababu walikuwa nakumbana na mawimbi makubwa yenye urefu wa ghorofa hata 4 kwenda juu ama 5 kabisa. Hapa ndipo sasa wanafanya ile kazi ya kutoa maji nje, na huku yanaingia, na utakiwi kabisa kuchoka, na ukisema umechoka basi jua kabisa kwamba wote mtafia baharini, na hakuna kabisa wa kuweza kumlaumu. Kila mtu alikuwa na kazi yake kwenye mashua. Yona alikuwa anatoa maji nje, Bakari alikuwa anaongoza mashua ile mradi isizidi kupotea mwelekeo. Yule jamaa mwingine naye ambaye sasa tunamjua anaitwa Sugweju alikuwa anarekebisha ile tanga ile mradi apate kulishikiza na safari iweze kuendelea. Na huyo mwingine ambaye huyu alikuwa anaitwa Podo, yeye alikuwa anaendeleza tu kuziba sehemu ambazo zilikuwa zimepasuka kusudi zisizidi kuingiza maji ndani ya mashua. Kazi ilikuwa ni kazi kweli, na hakuna kujifanya umechoka, kwa sababu mmoja tu akizubaa basi anaweza kuua wenzake wote, na kazi ya mmoja ikifanikiwa basi jua kwamba inafanya na kazi ya mwingine pia ifanikiwe. Kwa mfano, anaiziba maji yasiingie kwenye mashua, akifanikiwa kuziba basi anafanya kazi ya Yona kuendelea kutoa maji wenye pesi na kuyamaliza. Na kama hao wote wawili wakifanikiwa basi wanakwenda kusababisha hata kazi ya Bakari pamoja na mwenzake Sugweju pia kwenye pesi kabisa, na mwisho wa siku wataweza kudhibiti mashua yao na itaweza kukaa sawa sawa. Walikuwa nazidi kuhangaika kweli wanaume hawa kwenye ile mashua, na walikuwa wanapigika kweli kwa sababu haikuwa ni kazi nyepesi kabisa kupambana na kile kimbunga. Na kwa bahati mbaya sasa hata uelekeo ulikuwa umeshapotezwa.
kilichobaki hapo ilikuwa ni kupambana tu ili kusudi wafanikiwe kutoka kwenye hilo wingu. Ndipo sasa watakuja kujua wafanye kitu gani kusudi warudi nyumbani. Mara upepo ukaanza kuonekana kutulia na hata ile hali ya mawimbi makubwa sasa kupungua, na kwa mbali wakawa wanaanza kuona mwanga ama lile wingu zito jeusi lilikuwa limeanza kuisha. Hapa ndipo sasa kila mtu alianza kupata nguvu mpya na kuendelea kupambana ili kusudi waweze kufika kwenye ukingo wa hilo wingu ama ukingo wa hicho kimbunga. Wazee wa zamani wanakuambia kwamba Mungu si wa thumani, kwa sababu aliwasaidia akina Yona kutoka kwenye kile kimbunga ama dhoruba, na wakajikuta walikuwa wanatokea kwenye sehemu iliyokuwa na utulivu kabisa, lakini walikuwa wako katikati ya bahari na kile kimbunga kilikuwa kinaonekana kuzidi kuchanja mbuga juu ya maji kuelekea upande mwingine. Kila mmoja kwanza alitulia kimya tu, na walikuwa na shangaa lile eneo ambalo walikuwa wametokea, kwa sababu walikuwa hawajawahi kabisa kutokea hata siku moja, na ndio ilikuwa ni siku ya kwanza kabisa kuwepo katika eneo kama hilo. Ilikuwa ni katikati kabisa ya bahari, lakini kulikuwa kunaonekana kulikuwa na miamba ilikuwa imechomoza kwenye maji kutokea chini na kutengeneza kama kisiwa fulani hivi cha mawe. Mashua ilikuwa imetulia tu ikiwa inaelea taratibu majini, na huko kila moja sasa alikuwa anaonekana kusali moyoni, kwa sababu kifo kilikuwa kipo karibu yao kabisa wakati wako ndani ya dhoruba ile. Na hapa patakuwa ni wapi hapa? Sugweju aliuliza vile, na huko alikuwa anashangaa kweli kweli ile miamba ilikuwa imejikusanya sehemu moja na kutengeneza kama kisiwa hivi. Ndio kama mara ya kwanza kabisa hata mimi naona maajabu kama haya, Bakari alijibu vile, na huko naye pia alikuwa anashangaa. Mara baada ya kusikia maneno hayo sasa Yona sasa kichwani mwake akawa anazidi kuchanganyikiwa kusema ukweli, kwa sababu kama wenyeji ambao yeye alikuwa anawaamini wanasema kwamba hawajui wapi alipo, sasa itakuwa vipi kwa yeye mgeni kabisa? Na ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kufanya safari kama hizi baharini. Hakuwa na hata mmoja hapo ambaye alikuwa anaweza kutoa nyavu ili kusudi avue samaki. Na kwa haraka sasa ukitazama kwa makini hilo eneo lilikuwa na samaki wengi kwelikweli, kwa sababu watu wengi walikuwa hawafiki kabisa maeneo kama haya, na ilikuwa ni eneo tulivu kabisa kwa samaki kujificha kwenye hayo mawe ama hiyo miamba. Lakini hakuwa na hata mmoja aliyewaza kutoa nyavu na kuvua samaki. Wote walikuwa wamechanganyikiwa kwelikweli. Wakiwa wanaendelea tu kushangaa sasa, mara mashua yao ikasikika ilikuwa imegonga kitu na kuwafanya wote washangae na kustuka. Walipotazama na usoni wakaja kugundua kwamba ulikuwa ni mwamba umegusa mashua yao na kuifanya sasa ipunguze kabisa mwendo na kuwa kama ilikuwa imesimama hivi. Haraka Bwana Bakari alikamata kamba moja nzito kubwa akaenda kuivisha kwenye mwamba mmoja ambao huu ulikuwa umechongoka kwenda juu na kufanya sasa mashua yao kusimama kabisa karibu na kile kisiwa cha miamba. Inahitajika hapa tufanye marekebisho kidogo ya mashua yetu, hata kabla hatujaanza kutafuta njia ya kurudi nyumbani. Lakini jua nalo linazidi kuzama Bakari, Sugweju aliuliza vile. Mara 10 jua lizame tu ili kusudi tutumie nyota kurudi nyumbani, Podo alidakia vile. Wazo zuri sana Podo, kwa sababu usafiri na dila yenye uhakika ni nyota za usiku. Bakari akaunga mkono wazo la Bwana Podo. Wakati wenzake wanaendelea tu kujadili, Yona yeye alikuwa amekaa tu kimya akiwasikiliza, kwa sababu hakuwa anajua kabisa hata jambo moja kati ya yale ambayo walikuwa wanajadiliana wao. Sasa hapa tunatakiwa kufanya kwanza uchunguzi kuona kama tunaweza kuweka kambi hapa kwa muda ama la. Bakari alizungumza vile, na huko alikuwa anashuka kwenye mashua yake na kwenda kusimama kwenye mwamba mmoja mpana. Sugweju alishakuguna tu na huko alikuwa anafuata Bwana Bakari. Wote walishuka kwenye mashua na kisha kumfanya Tayona sasa baki alikuwa anajiuliza abaki kwenye mashua ama naye sasa ashuke na kwenda kuwafuata wenzake. Lakini mwisho wa siku naye sasa akaamua kushuka na kuwafuata wenzake, lakini moyoni na usoni alikuwa anaonekana kabisa kuwa na mashaka na eneo hilo. Yaani shida ilianzia kwa huyu mtu hapa. Sugweju alisikika vile akiwa anamweleza Bakari, hebu tulia kwanza bwana, mbona unakuwa sio mstaarabu wewe? Kivipi sasa? Ustaarabu kwenye uhai wetu wenyewe? Haya, tungefia kwenye kile kimbunga sasa ungesemaje? Lakini si tumepona ama? Bakari aliuliza vile, na huko alikuwa anakaa chini na macho yake alikuwa kwenye mashua tu. Tumepona ndio, lakini una uhakika gani kama tutafanikiwa kurudi nyumbani salama tukiwa na huyu mtu? Sugweju alisikika Podo alikuwa anamuita mwenzake na kumtaka atulize jaziba.
tutarudi kama tulivyokuwa na hakuna hata mmoja atakayepatwa na matatizo. Haya, sawa, maana wewe ubishi ndio jadi yako kila siku, alizungumza vile Sugweju. Je, ni kitu gani kitaendelea? Bwana, watu wapo katikati kabisa ya bahari na ni sehemu ambayo hawajawahi kabisa hata kuja hata mara moja. Ingekuwa ni bora kama ingekuwa ni sehemu ambayo wanajua kabisa kwamba walishawahi kufika hata siku nyingine, lakini hawajawahi kabisa kuwepo hapa hata siku moja. Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 3 ya simulizi hii nzuri inaitwa Kwenye Tumbo la Bahari. Hili ni tumbo la bahari kweli kweli, sio mchezo. Mimi naitwa Felix.